Asante sana Shamimu Mlacha kutoka hapo studio zetu za Mikocheni. Mimi ni Jackson Mwanuzi kama ulivyonitambulisha hapo. Nipo makao makuu ya mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA, ambao wanatoa taarifa mahususi kabisa za hali ya hewa na wamekuwa wakisaidia sana kwenye kuhakikisha Watanzania wanajipanga na kuweka mambo yao sawa, ili kuhakikisha basi hata shughuli zao wanazozifanya zinakwenda vizuri kabisa. Na mimi niko na kaimu mkurugenzi wa mamlaka ya hali ya hewa nchini, Dr. Ladislaus Changa, ambaye atazungumza kwa kina. Itakumbukwa mapema leo wametoa ripoti ambayo inaangazia hali ya msimu wa mvua itakavyokuwa kuanzia Novemba 25 mpaka Aprili 26. Mambo ni mengi na wale watu ambao wanafanya kazi watajua kwa kina na namna gani ambavyo wanatakiwa kufanya kulingana na ripoti hii. Nafurahi kuzungumza na wewe mkurugenzi. Kwanza kabisa nichukue fursa hii kuendelea kuwashukuru wanahabari wote katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kazi kubwa tunayofanya ya kuendelea kuelimisha jamii na kuhabarisha jamii, na hususa ongezeko kubwa la jitihada la kuelimisha na kuhabarisha jamii kuhusiana na masuala ya hali ya hewa. Leo hii tumetoa utabiri wa mwelekeo wa mvua za msimu kwa mwezi Novemba 2025 mpaka Aprili 2026. Katika taarifa yetu tumeonyesha bayana kwamba maeneo ya kanda ya magharibi, ambapo inajumuisha mikoa ya Tabora, Katavi pamoja na kusini mwa mkoa wa Kigoma, lakini pia kanda ya kati, mikoa ya Dodoma na Singida, tumeainisha kwamba haya maeneo yanatarajiwa kupata mvua za chini ya wastani hadi wastani. Lakini pia kwa nyanda za juu kusini magharibi, ikijumuisha mikoa ya Mbeya, Songwe, Njombe, Rukwa, Iringa pamoja na kusini mwa mkoa wa Morogoro, pamoja pia na kanda ya pwani ya kusini, mikoa ya Lindi na Mtwara, na kanda ya kusini, mkoa wa Ruvuma. Haya maeneo tumeonesha kwamba yatapata mvua za wastani hadi chini ya wastani. Lakini angalizo kubwa tulilolitoa ni kwamba msimu unatarajiwa kutawaliwa na vipindi virefu vya ukavu na mtawanyiko wa mvua usioridhisha mbalimbali. Asante sana. Na mimi swali langu linaanzia hapo. Ni mambo gani ambayo yanasababisha ukame au mvua kuwa na kiwango kidogo au chini ya wastani au chini ya wastani kabisa? Ni mambo gani hayo, na huenda mengine yanasababishwa na Watanzania wenyewe au watu wenyewe? Pengine tuanzie hapo ili tutoe darasa kwa hawa watu. Kwamba mifumo ya unyeshaji wa mvua na mwelekeo wa mvua unachagizwa na mifumo mbalimbali ya hali ya hewa, ikiwemo mifumo ya hali ya hewa katika maziwa makuu, katika bahari na hususa kwenye bahari ya Hindi na bahari ya Pasifiki. Sasa katika bahari ya Pasifiki kuna mfumo wa hali ya hewa ambao unatokana na mwelekeo wa joto la bahari. Sasa kadri ambavyo joto la bahari linakuwa chini ya wastani katika bahari ya Pasifiki, huwa kuna mfumo wa hali ya hewa tunaoita El Nino La Nina. Sasa kwa mwaka huu, kwa mwezi huu na miezi michache ijayo mpaka kufikia mwanzo wa mwaka 2026, tumeona kabisa kwamba bahari itatawaliwa na joto la bahari lililo chini ya wastani, na hivyo kuchagiza kitu kinaitwa La Nina hafifu. Sasa mara nyingi inavyotokea La Nina hafifu, na hii inaambatana na tafiti za muda mrefu za wataalamu bingwa, mara nyingi inavyotokea La Nina hafifu kwa upande wetu Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla, huwa tunakabiliwa na upungufu wa mvua. Ni swali zuri sana kwamba kadri ambavyo tunakata miti na kuondoa misitu, tuwe na uhakika ya kwamba tunachagiza kupungua kwa unyeshaji wa mvua katika maeneo yetu, sio katika muktadha wa kidunia, bali katika maeneo yetu. Kwa hivyo hiyo ni kitu ambacho tunaendelea kushauri, na tunashukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imekuwa ikiendelea kuhamasisha wananchi kutunza mazingira na kupanda miti rafiki wa mazingira.
Na bahati nzuri sana sisi TBC tuna kampeni yetu ya 27 ya kijani. Tumekuwa tukipanda miti kila siku mingi sana, mpaka bado tunaendelea na hiyo kampeni kuhakikisha tunahamasisha watu kupanda miti ili kulinda hali ya hewa nchini na mambo ya shwari. Sasa kwa ripoti ambayo mmeitoa inaonyesha zaidi ya 91% taarifa zinazotolewa ni sahihi kabisa. Yaani taarifa ikitoka kwamba hali itakuwa hivi inakuwa hivyo kweli. Kwa hivyo kuna usahihi kabisa. Na baadhi ya maeneo, mfano ukanda wa Ziwa Victoria, tayari mvua za vuli zimeanza sasa. Wakulima wanafanya nini ili kuhakikisha basi mambo yao yanakwenda vizuri bila bugdha? Kwa miaka ya hivi karibuni nchi yetu ya Tanzania imekuwa kinara katika uwekezaji wa miundombinu ya hali ya hewa. Tuna vifaa vya kisasa, lakini tuna wataalamu bingwa. Nchi waendelee kufuatilia na kuzingatia taarifa tunazozitoa hizi za msimu na za kila siku, na wazitumie katika kupanga mipango ya kiuchumi na kijamii na katika utekelezaji wake, ili kuongeza tija na ufanisi katika mipango hiyo. Lakini lingine ni pamoja na kuzingatia maelekezo na ushauri unaotolewa na wataalamu wa kisekta. Mathalani wa maafisa ugani, tunashauri kwamba wakulima wazingatie sana ushauri unaotolewa na maafisa ugani. Wao maafisa ugani pamoja na wakulima wanapata taarifa kutoka kwetu. Asante. Kwa kumalizia kabisa, najua hili nisipouliza baadhi ya watu wana hayo maswali kichwani, pengine wanategemea nitaliuliza hili. Tarehe 29 Oktoba 2025 Watanzania wanakwenda kutimiza haki yao ya kikatiba ya kupiga kura kumchagua rais, wabunge na madiwani. Wanatamani kujua pia hali ya hewa siku hiyo itakuwaje, Dokta? Ya, kwa ujumla katika taarifa za msimu tulizozitoa mpaka sasa, taarifa zinaonyesha kwamba hali itakuwa ni nzuri tu. Kwa hivyo watu wajiandae bila wasiwasi wowote. Tumeainisha kwamba kwenye utabiri wa mvua za vuli kwa mwezi Oktoba mpaka Disemba, kwamba maeneo mengi yatakabiliwa na mvua za chini ya wastani hadi wastani. Na utabiri wa mvua za msimu ambao tumeutoa leo hii, tumeainisha kwamba maeneo mengi, kanda ya kati, kanda ya magharibi, lakini pia ambayo inajumuisha Kigoma, Tabora, Katavi, Dodoma, Singida, maeneo haya tumesema mvua zitakuwa za chini ya wastani hadi wastani. Lakini pia kanda ya nyanda za juu kusini magharibi, pamoja na kanda ya kusini, pamoja na pwani ya kusini, tumeainisha pia mvua zitakuwa za wastani hadi chini ya wastani. Angalizo tuliolitoa ambalo ni vema tukaondoka nalo, kwamba msimu unatarajiwa kutawaliwa na vipindi virefu vya ukavu na mtawanyiko wa mvua usioridhisha. Na mamlaka itaendelea kufuatilia mifumo ya hali ya hewa kila siku masaa 24 kama ambavyo tunafanya, na tutaendelea kutoa taarifa. Kwa hivyo tuwatoe tu hofu kwamba kwa upande wa hali ya hewa ndio matarajio hayo, na kwa kina zaidi tutazitoa katika taarifa zetu za kila siku, lakini hali inavyoonyesha mpaka sasa ni hali itakuwa ni nzuri. Nakushukuru sana Dokta. Asante sana. Shukrani. Na Shamimu Mlacha, umesikia sasa, hakuna mtu ambaye atakuwa na hofu wala wasiwasi wowote wa kwenda kupiga kura. Taarifa zinaendelea kutolewa na mamlaka ya hali ya hewa nchini. Mimi ni Jackson Mwanuzi na nilikuwa hapa kwenye ofisi za mamlaka ya hali ya hewa nchini kuzungumza na kaimu mkurugenzi wa mamlaka hii, Dr. Ladislausi, ambaye amezungumza kwa kina na kutoa taarifa. Sasa moja kwa moja narejesha matangazo haya studio, uendelee na review. Kwako Shamimu Mlacha.